Ni matumaini yangu kwa mzima popote ulipo mtazamaji wetu wa TVC247, kituo kinachoaminika kwa habari kemkem. Mimi ni Martin Base, ungana nasi hadi tamati, tumekuandalia yaliyomo. Hujambo na karibu, jina langu ni Kauthar Mariam. Na kwenye vidokezo ni kwa Spika Moses Wetangula awahakikishia Wakenya kwamba yuko hai. Mtoto mdogo amedungwa kisu hadi kufariki katika eneo la Kuria, kaunti ya Migori. Na Rais mstaafu Uhuru Kenyatta ahudhuria mkutano wa ngazi ya juu ya Umoja wa Afrika kuunga mkono mchakato wa amani nchini DRC. KPLC imetangaza maeneo ambayo yatakumbwa na uhaba wa umeme kufuatia mushkil wa mitambo yao. Mwanamume aliyetuhumiwa kujifanya kuwa mkuu wa utumishi wa umma na kupokea hongo waachiliwa kwa dhamana ya shilingi milioni 1. Wanaohusishwa na matokeo bandia ya mwaka 2025 wamefikishwa mahakama ya Milimani. Na kimataifa ni kwamba mapigano makali yamezuka nchini Syria baada ya makabiliano ya kusitisha mapigano kati ya vikosi vya SDF na serikali. Karibu. Rais wa zamani Uhuru Kenyatta alikuwa miongoni mwa viongozi walioshiriki katika mkutano wa ngazi za juu ya Umoja wa Afrika almaarufu AU uliokubaliana juu ya maamuzi muhimu yanayolenga kuendeleza mchakato wa amani katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Katika taarifa iliyotolewa baada ya mkutano huo, Umoja wa Afrika ulisema kuwa majadiliano yalilenga kuimarisha juhudi za kikanda na bara zima kurejesha amani na utulivu mashariki mwa DRC, ambako mapigano yanayoendeshwa na makundi yenye silaha yanaendelea kuchochea ukosefu wa usalama na kuibua hali mbaya zaidi ya kibinadamu. Na viongozi wengine waliokuwepo katika mkutano huo ni pamoja na marais wa zamani Olusegun Obasanjo wa Nigeria, Catherine Samba-Panza wa Jamhuri ya Afrika ya Kati, na Mokgweetsi Masisi wa Botswana na Sahle-Work Zewde wa Ethiopia. Jukwaa hilo la ngazi ya juu lilithibitisha tena dhamira yake kufikia suluhu ya kisiasa kwa mgogoro huo na kudhihirisha juhudi zinazoendeleza na upatanishi kama njia kuu ya kumaliza mapigano. Na viongozi hao waliwataka wahusika wote kuheshimu makubaliano ya kusitishia mipango yaliyokubaliana na kushiriki kikamilifu katika mazungumzo kama sehemu ya mchakato mpana wa amani. Mkutano huo pia ulisisitiza umuhimu wa hatua za kikanda zilizoratibiwa, kuheshimu mamlaka na uadilifu wa eneo la DRC, pamoja na haja ya kuhakikisha utekelezaji wa ramani za njia zilizokabiliwa awali ili kupunguza mvutano uliopo. Katika maazimio yake, mkutano huo uliangazia dharura ya kutekeleza ramani za njia na hatua za kujenga imani zilizokabiliwa awali ili kupunguza mvutano kwenye maeneo ya mapigano. AU ilisema kuwa ushirika uendelevu wa kidiplomasia ni muhimu ili kuunga mkono hatua za kijeshi na kiusalama. Mkutano huo wa ngazi ya juu pia ulieleza wasiwasi kuhusu athari za kibinadamu zinazosababishwa na migogoro hiyo, na kwa kutoa wito wa kuruhusiwa kupatikanaji usio vikwazo vya mashirika ya kibinadamu pamoja na ulinzi wa raia wanaoathiriwa na vurugu. Umoja wa Afrika ulisema utaendelea kushiriki kwa karibu na jumuiya za kikanda pamoja na washiriki wa kimataifa kuunga mkono juhudi za amani nchini DRC, ukibainisha kuwa utulivu nchini humo ni muhimu kwa amani na usalama wa jumla katika ukanda wa maziwa makuu. Na mtazamaji, hayo ndio tuliokuandalia hii leo, lakini kabla ya kutamatisha jamvi la TVC247 nitakuwa nikimpisha mwanahabari wetu Tesi kwa taarifa za michezo. Hujambo, karibu katika habari zetu za michezoni. Mimi ni Tesi Kamau. Tukianza ni kuwa Chelsea imeiambia Real Madrid kuwa iko tayari kumtoa kiungo wakati wa Argentina Enzo Fernandez mwenye umri wa miaka 25 mwaka huu. Ya pili ni kuwa Manchester United iko tayari kuchuana na Napoli wa Atletico Madrid kwa ajili ya kumsajili kiungo wa Wolves na Ureno Joao Gomes. Mwisho ni kuwa Tottenham na Manchester United zimewasiliana na meneja wa zamani wa Barcelona aliye ni Xavi Hernandez. Sina la ziada hadi siku nyingine. Kwenye studio mimi ni Tesi Kamau. Shukrani za dhati mwanahabari wetu wa michezo kwa kutupasheni yanayojiri pale viwanjani.
Mimi ni Martin Base, lakini kwanza kabla ya kukunja jamvi hili nikupe kauli ya siku kwamba katika maisha jitahidi kuwa mstari wa kwanza. Manake ukiwa mstari wa kwanza au mstari wa mbele, mambo yatakuwa shwari bila shari. Tukutane wakati mwingine. Asante sana kwa kuungana nasi hadi tamati. Jina langu ni Kauthar Mariam.